Tulikuwa jana au wiki iliyopita tuko katika mlango wa 3 ndani ya mlango wa kitabu al-Hajj fi al-mahdhurati wal-fidyati wal-hadi, katika ile mambo yaliyokatazwa na fidia na kichinjo. Tukaongelea masala ya kwanza ambayo ni fi mahdhurati al-ihram, ile mambo yaliyokatazwa kwa yule aliyehirimia. Tukataja takriban mambo 9. Jambo la kwanza, labsul makhit, kuvaa nguo iliyoshonwa, nguo ambayo inayoshikamana na mwili kama vile suruali na nguo nyingine za kawaida, ila tukasema yule ambaye atakayekosa izara, kikoi, fayajuzu lahu labsu as-sarawil, yajuzu kwake yeye kuvaa nini? Suruali. Wa hadha al-mahdhur khas bir-rijal, na hili jambo lililokatazwa limekatazwa rasmi kwa waume peke yake, kuvaa nguo iliyoshonwa. Au wanawake watavaa mavazi ambayo wanaweza kuyavaa isipokuwa an-niqab wal-qafazin. Niqab na nini? Na socks na gloves. Lakini jambo la pili ni isti'mal at-tib fi badanihi au thiyabi, kutumia manukato katika mwili au nguo ya yule aliye muhrim. Wazi? Vile vile kukusudia kunuka vizuri, ila tukasema yafaa Muislamu kujunukisha vizuri kwa manukato yanotokamana na nini? Mimea. Wazi? Mimea kama vile tulisema kama musmini, mluwa ule na mengineyo, katika mimea ambayo asili yake ina harufu nzuri. Lakini pia kadhalika ataruhusiwa kupaka wanja usio na nini? Usio na manukato na harufu iliyo nzuri. Jambo la 3 katika zile mahdhurat ni izalati ash-sha'ri wadh-dhufr, kuondoa nini? Nywele na kucha, waume na wanawake. Lakini yajuzu kuosha nywele zake kwa uzuri, na akikata kucha itamruhusu yeye kurusha mawe, itamruhusu na itaruhusika kwake yeye kurusha nini? Mawe. Lakini kadhalika katika zile mahdhurat ni kuziba kichwa cha yule aliye mwanamume, kuziba kichwa bimulasiqi lahu, kwa nguo ile, kwa kitu kilichofanya nini? Shikamana na kichwa chake, kama vile kofia, kilemba. Lakini anaruhusiwa kujiziba kichwa kupitia hema au mti, kitu ambacho hakikushika kichwa chake. Kwa hiyo yajuzu kwa muhrim kujikinga na jua wakati wa dharura, lakini mwanamke amekatazwa kuziba uso wake, wazi, kama vile na niqab. Lakini yajuzu kwake yeye kuziba uso wake bil khimar wa niqab wakati kumepatikaniwa waume ambao ni al-ajanib, ajnab zaki, wazi. Lakini imekatazwa kuvaa yeye nini? Gloves zile, soksi, na atavaa nguo yoyote ambayo imeruhusiwa kwake yeye kuvaa katika zile nguo zinazonasibiana na sheria yeye kuvaa. Wazi? Kwa yule mwenye kujipaka manukato au akajiziba kichwa katika wanaume, au akavaa nguo ya nini? Iliyoshonwa kwa kutojua au kwa kusahau au kwa kutenzwa nguvu, hana lolote huyu atakalohukumiwa nalo.
kwa kufanya haya kwa sababu hizi, imma kwa ujinga au kwa kusahau au kwa kutezwa nguvu. Sasa Mtume asema ufiya li ummati al-khata' wan-nisyan wa mastukrihu alayhi. Mambo matatu kwa umma wake Allah ameyasamehe: kosa yasiyokusudiwa, kusahau na kutezwa nguvu. Tumeelewana jamani? Lakini kadhalika katika zile al-mahdhurat al-ihram aqd an-nikah lahu wa li ghayri, mtu yeye binafsi kufunga ndoa na kumfungisha mtu mwingine haifai. Wazi? Haifai mtu kufungisha ndoa na kumfungisha mtu mwingine. Lakini kadhalika alwatu fi alfarji, kufanya tendo la ndoa katika utupu wa mwanamke, hili ni katika vile vyenye kuharibu haji kabla at-tahallul al-awwal. Ana as'alukum ikhwan, wajua at-tahallul al-awwal يوم التروية. يوم التروية ni tarehe 8 mahujaji wanasimama katika kiwanja cha Mina. Wazi? Tarehe 9 wanaingia wapi? Arafa. Tarehe 10 wanalala wapi? Muzdalifa, kisha wanakwenda Mina katika jamarat. Wazi? Alafu wanaingia Makka tarehe 10 wanafanya tawafu al-ifadha. Kumbuka wakishamaliza pale wanakwenda sa'i Safa na Marwa, alafu wanakwenda kunyoa. Ile tarehe 10 wakishamaliza haya yote na kuchinja inaitwa at-tahallul al-awwal. Kwa hiyo yale masiku matatu yaliyobakia, ayamu at-tashriq, baada ya siku ya 10, 11, 12, 13, ile ni tahallul al-thani. Kin tahallul al-awwal hairuhusiwi mtu kumwingilia mkewe kufanya tendo la ndoa, kwa sababu ni katika zile mufsidat al-hajj. Wazi? Inaharibu nini? Haji, ikiwa atafanya tendo kabla at-tahallul al-awwal. Jaidarus umeelewa hiyo nukta? Tahallul al-awwal ni kuanzia يوم التروية mpaka siku ya 10 watu kuchinja na kunyoa. Walau baada al-wuquf bi Arafa, hata kama pia vile vile atalifanya tendo hilo baada ya kisimamo cha Arafa, bado haji yake inafanya nini? Naharibika. Yasaba al-mubasharatu fima duna al-farj, kumwingilia mwanamke pasi na utupu, lakini haiharibu haji hii. Na nani kunaingia kumpapasa, kumbusu, kumwangalia kwa shahwa, hayo ni katika zile al-mahdhurat al-ihram. Lakini vile vile qatlu sayd al-barr wastiyadihi, huwa viwindo vya mchikavu na kuwawinda vile viwindo pale ndani ya haram. Ukiona swara ufai kumwinda na ufai kumuua, lakini yajuzu kuwaua wale wanyama wanaitwa al-fawasiq, ambao Mtume عليه السلام ameamuru wafanye nini? Wauawe. Tukasema ni kama nani? Nge, kurabu hawa, panya, kipanga, na nani mwingine? Scorpion, nyoka, mbwa koko. Haifai Muislamu kuwaua wanyama illa hawa waliotajwa na wanyama wenye kuleta madhara. Wala yajuzu lahu al-i'anatu ala qatl sayd al-barr, wala pia vile vile haifai kutoa msaada kuuawa nani? Mnyama ambaye ni kiwindo. Ndio kienda haram, ajabu, njio hawa ni wengi sana, njio hawa wengi sana. Umeona watu wafanya tawaf njio chungu nzima, bwaga mmoja hija yako iharibike. Umeona bana? Kwa hiyo watu wanaangalia wale wanajinjiwa, wakifika kule wambaki kutumbulia macho tunjio, hawabwagi wale njio kule. La bil isharati wala bighairi, yani kustoa msaada ima kwa ishara au kwa njia nyingine. Haufai kutoa msaada wakauawa hawa wanyama.
wala yajuzu aklu ma sidi min ajli, wala vile vile haufai wewe kula kiwindwa ulichokitolea msaada, au vile vile kiwindwa. Lakini ya 9 ambayo ni ya mwisho, haifai kwa muhrim na asiyekuwa muhrim kukata mti ulioko ndani ya haram. Famena jamani, illa ile miti inaoudhi kama vile miti ya nini, ya miba. Wayajuzu qat'u al-awsal al-mu'dhiya fi at-tariq, yafaa kukata vile vizuizi katika njia vyenye kuudhi kama miti ile ya kuudhi. Famena jamani, lakini ile miti iliyopandwa pale kwa akiba au iliyomeeshwa na wanadamu kwa ajili ya manufaa fulani haifai kukatwa, na hii ni ijmaa ya ahli ilm. Almas'alatu thaniya, leo tuingia mas'ala ya pili, fidiyatul mahdhurat. Fidia sasa, unapofanya haya mambo 9, fidia yake ni nini? Fidia ya yale yaliyoharamishwa. Binisbati lihalq ash-sha'r, kwa upande wa kunyoa nywele, wa taqlimul adhafir, na kukata kucha, wa labsul makhit, na kuvaa nguo iliyoshonwa, wa tib, na kujipaka manukato, wa takhtiyatu ar-ra'si, na kujiziba kichwa, wal imna'i binadhrati, na kujichua kwa kuangalia mwanamke, yani kutokwa na manii kwa kuangalia mwanamke, wal mubasharati bighairi inzal al-mani, lakini vile vile kumvaa vile vile mwanamke pasi na kutokwa na manii. Haya katika zile mahdhurat. Sasa jamani, ima ukafanya tendo lenyewe au ukacheza naye pasi na kutokwa na manii, ni ipi fidia hivi vitu vyote? Kukata kucha, kunyoa nywele, kuvaa nguo ya mshono, kujipaka manukato, kujiziba kichwa, kujitoa manii, ima kwa kuangalia au kwa kumvaa mwanamke pasi na kutokwa na manii. Alfidyatu fiha ala at-takhyir, fidia ni kujiekea, yani ni takhyir ni kujiekea khiyara baina asnafi 3, baina ya vitu vitatu. Ya kwanza, siyamu 3 ayyam, ima afunge siku ngapi? 3, au it'amu 6 masakin, au alishe maskini 6 masakin wa 6, au dhabhi shati, au achinje nani? Mbuzi. Tumona jamani, kwa ana khiari ya kutekeleza moja katika hivi vitatu. لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجزة حين آذاه هوام رأسه، وقول يا كعب وكعب ابن عجزة تم عليه السلام alipoimpa idhini. Huyu sahaba alikuwa na chawa wa kichwa, hawam ni chawa, alikuwa na chawa wengi kwenye kichwa chake, wamemletea maudhi fulani. Chawa, kunguni, wote wanyama wa aibu. Mtume akamwambia ahli ra'sak, nyoa nini? Kichwa chako, sababu alikuwa na chawa wengi. Wasum 3 ayyam au at'im 6 masakin au insik shatan, tekeleza moja katika vitatu hivi, ima ufunge siku 3 au ulishe maskini wangapi? 6, au uchinje mbuzi. Pamoja na kwamba alikuwa na chawa wanaomudhi, alifanya nini? Alinyoa nywele, na kunyoa nywele katika mahdhurat al-ihram. Wazi? Waqisat alayhi baqiyatu al-af'al, sasa kisia baki ya matendo yote yanayoingia katika mahdhurat al-ihram, liannaha muharramatun bil-ihram, kwani matendo hayo yameharamishwa kwa yule aliyemuhrim. Wala tufsidu al-hajj, lakini kuyatekeleza hayo matendo hayaharibu haji, lakini hii ndio fidia yake. Kuna mtu hajaelewa? Wa amma binisbati liqatl as-sayd, au pande wa kuua sasa mnyama ambaye ni kichinjo, fayukhayyar qatil as-sayd baina dhabh al-mithl min an-na'am, ana khiyari baina ya ile muuaji wa vile viwindwa
baina ya kuchinja mnyama mfano wa huyu aliyemuinda katika wanyama. Umeelewa kwa fasa? Mtu akiua mfano swara pale haram, huyu katika sayyid al-haram haifai kuuawa. Sawa jamani, akamuona nyati akamuinda. Sasa huyu hukumu yake ni ipi? Atabidi akhi apewe nini? Khiyari, ima kwa kumnunua mnyama anayefanana na yule aliyemuua, au takwimi mithli bimahalli talafi, au kukisia gharama kwa ile sehemu ya uharibifu aliofanya. Kwa hiyo kwa kukisia tutauliza, mfano ameua swara, tutauliza askari wa game park kisa gharama ya game park yule swara akiuawa, mfano gharama yenu mtu afali pesa ngapi, fidia ngapi, milioni nane, shektoa milioni nane. Ndio hii taqwim almithli bimahalli talaf. Alafu wayashtari biqimatihi ta'aman yujzi fi alfitrati. Sasa kile kima kilichokisiwa kwa yule mnyama aliyemuua atanunua sawa kwa kima hicho chakula kinachotosheleza kulisha. Fayut'imu kulla miskini madda burri. Sawa, atalisha katika gharama hiyo kila maskini kiwango cha nini? Mud, pishi ya ngano, au nisfi sa'i, au nusu ya pishi min ghairihi, kutokamana na vyakula visivyokuwa ngano, katamri kama vile tende au shairi. Hii pia ni ngano lakini ni ya grade nyingine. Wazi? Kwa mtu mfano ameua mnyama, ana khiyari baina ya viwili, ima anunue mnyama mfano wa yule achinje alishe, au afanywe nini? Takwimu. Sawa, kwa kukisia mnyama yule kwa kuuawa kwake, je, gharama yake ni ngapi? Anunue chakula alishe maskini, au yasuma an it'ami kulli miskini, au afunge kwa kutolisha maskini. Hii ni takhiri pia bado. Fayukhayyar, ameua huyu mnyama ambaye ni katika saydul haram, ataambiwa basi wewe fanya nini? Afunge. لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما. yule mwenye kuua miongoni mwenu wale saydul haram kwa kusudi, malipo yake ni mfano wa yule mnyama aliyemuua, anahukumiwa kwa hiyo. Familia jamani, kwa hiyo atatoa hadiya, kichinjwa kile, familia kifikishe wapi? Kaaba huko. Au kafara yake ni kulisha maskini, au adlu dhalika siyama, katika hivi tulivyovielezea. Fayukhayya, maadamu ameua nani? saydul haram. Wa amma binisbati lilwaqt, au kwa upande wa wale wenye kuwaingilia wake zao في الحج قبل التحلل الأول، قبل إلى التحلل الأول. إذا تميلون jamani, قبل ya kutoka katika tahallul al-awwal, wa inzal al-mani bimubasharati, na katokwa manii kwa kumchezea, kwa kuchezeana na mke wake, au istimna, au akafanya masturbation, au takbilin, au kwa kumpiga kwa kumbusu na kumpiga makamama, au lamsi shahwati
kwa kumgusa mkewe kwa shahwa au tikrari nadhar au akawa yukariri kwa kumwangalia, fa innahu yufsidu alhajj. Vitu hivi tulivyovitaja vyote vinaharibu haji. Yani kitu kinachoitwa mapenzi ndani ya haji kabla tahallul alawwal vinaharibu haji, hata wa in kana almujami'u sahiyan au jahilan au mukrahan, hata kama yule mwenye kufanya tendo hilo amelifanya kwa kusahau au kwa kutojua au kwa kutenzwa nguvu. Pia kule kusahau ukamwingilia mkeo kabla tahallul alawwal fa innahu min mufsidati alhajj, wayajibu fi dhalika badanatun, ni wajibu huyu achinje ngamia, wa qada'u alhajj, na ataifanyia qada, atarudi mwaka mwingine kufanya haji, wa tauba, na atafanya tauba. Hii ni kwa nani? Mwenye kufanya tendo la kwa moja ya miongoni mwa njia hizi. Hata kule kufanya istimna pia linakuharibia haji, kumbusu mkeo hiyo pia. Wa amma ba'da at-tahallul al-awwal, au hili akilifanya baada hii kutoka katika tahallul al-awwal, fa innahu la yufsidu al-hajj, haliharibu haji, wa yajibu fi dhalika shat, lakini atawajibika afanye nini? Achinje mbuzi katika zile ayamu tashrik. Wa amma binisbati li'aqdi nikah, au upande wa kufungisha ndoa na kufunga ndoa, wewe kuoa na kuozesha, fala yajibu fi dhalika fidyatun, wa inma yakunu al'aqdu fasidan. Hata wajibika fidia yoyote ile. Umekubali kumuoa fulani bin fulani, ndio nimekubali, fidia hautotoa, lakini ndoa haitokubalika. Kama kuna mahali ndoa ikubaliki ni kabla at-tahallul al-awwal kwa yule muhrim. Mvango zako za ihram hata unakuwa haikubaliki ndoa. Fahamiana bana. Wa amma binisbati liqat'i shajari al-haram, au kwa upande wa wale wenye kukata miti ya haram, wanabatu na mimea, alladhi lam yazra'ahu al-adami, ambayo haikupandwa na mwanadamu. Kuna miti iliyomea yenyewe, فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا, inaingia ndani miti iliyomea yenyewe, miti midogo yenye kufahamika sawa. Kwa hiyo huyu atafanya nini? Atachinja mbuzi. Hamjanielewa? Umeona kuna kijimti cha mea sasa, jamani, ukachukua makasi yako ukakata pa, wewe ni mdogo au ni mkubwa, utafanya nini? Utachinja mbuzi. Wa ma fawqaha bibaka, au aliye juu ya mbuzi kama nani? Ng'ombe. Wayadmanu an-nabat, na hapo ndani kunaingia mimea, walwara, pia majani pia ukiyakata wafaa ulipe biqimatihi li'annahu matqum, ulipe kima cha hiyo majani. Sasa inapigiwa nini? Inapigiwa thamani, li'annahu matqum. Yani wewe sasa hivi unaweza ona sana majani, lakini ukifika kule Saudia, yani majani ya haram yana thamani yake, kwa sababu kitu kinkatazwa na sheria. Kwa hiyo kwa mamlaka pale yale majani yana nini? Thamani yake. Ukienda kwenye mamlaka pale wanaosimamia suala hili la haji, utapewa thamani yale majani. Yataletwa majani uliyokatwa, pigwe thamani, hiyo ndio fidia utakayotoa. Huyo hajakata mtakatani nokofundo kwa mwanatumbo. Hadha idha kana murtakibul mahdhur mutaammidan, haya ikiwa aliyefanya haya aliyokatazwa amekusudia. Amma aljahil wannasi, ama mjinga na aliyesahau, fala shay'un alayhim, hana hukumu. Lakini kwa mmoja jahil
au aliyesahau anayo hukumu nani? Aliyefanya tendo la ndoa. Katika hao kwa kusahau kwao, kwa kutojua kwao, fala shay'un alayhim illa almujani, yule mwenye kufanya lile tendo akiwa ni muhrim. Nadhani tumeelewa na hizi fidia zilizowekwa. المسألة الثالثة في الهدي وأحكامه. tunachoongelea sasa ni kile kichinjwa na hukumu yake. Al-hadi ma yuhda ila al-bayt al-haram, ni kile chenye kutolewa kule Makka, min bahimati al-an'am, kutokamana na wanyama, al-ibili kama vile ngamia, wal-baqari na ng'ombe, wal-ghanam na nani, mbuzi, taqarruban ila Allah ta'ala, lengo ni watu kujikurubisha kwao wanyama hao kwa Allah. Anwa'ul hadi, sampuli ya hao wanyama wanaochinjwa huko. Hadi tamattu' wal qiran, kichinjwa cha tamattu na qiran. Hizi ni aina mbili za nini? Haji. Tutakuja kuzielezea tamattu na qiran. Wa huwa wajibun ala man lam yakun hadira al-masjid al-haram wa huwa damu nusukin لا جبران، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. katika aina hizi alhadi hawa nyama, wa kwanza anaitwa hadiyu at-tamattu, ambaye huyu hadiyu at-tamattu wal qiran ni wajib kwa yule ambaye asiye mkaazi wa haram. Wa huwa wajibun ala man lam yakun hadhira al-masjid al-haram, ni wajibu kwa nani? Kwa yule ambaye si nani, si mkaazi wa haram. Na hii hadi tamattu wal qiran ni gani? Wa huwa damu nusuki, ni damu ya kichinjwa, la jibran, yani ni kwamba damu hiyo na mnyama huyo yochinjwa kuwa ni kwa ajili ya kuziba kiraka. Allah azza wa jalla yasema nini? faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi. Allah subhanahu wa ta'ala, tukiangalia maana aya hii, isema yule ambaye faman tamatta'a bil umrah, نعم. الله سبحانه وتعالى سمى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. yule mwenye kujistarehesha sawa kwa kufanya umra, faman tamatta'a bil umra, yule mwenye kujistarehesha kwa kufanya nini? Umra, ila al hajj, kisha ndio akahiji, hii inaitwa tamattu. Famastaysara min al hadi, basi achinje mnyama aliyemwepesi kumpata yeye. Nadhani hili mtakuja leo kwa kuelezea hii tamattu na qiran, tusiwe na haraka. Alhasil ni kwamba katika hizi anwa'u alhadi, ya kwanza katika hivi vichinjwa, aina ya kwanza ni vichinjwa vinavyoitwa hadi tamattu wal qiran, na hivi vichinjwa ni wajib kwa yule ambaye asiye mkaazi wa wapi? Haram.
sawa jamani. Fa in udima alhadi, akikosa hicho kichinjwa, au thamanu, au akakosa thamani ya kununua kichinjwa hicho, swama 3 ayamin fil hajj, atafunga siku 3 akiwa pale haram Makkah haji. Wayajuzu siyamuha fi ayyam at-tashriq, na yajuzu kufunga saumu hiyo ya siku 3 katika yale masiku ya ayyam at-tashriq, siku ya 11, 12, 13. Wa 7 idha raja'a ila ahli, na siku ngapi? 7 akirudi kwa watu wake, ambazo siku ngapi hizo? Tilka 10 kamila, hizo siku 10. Kwa kauli ya Allah, faman lam yajid, akikosa hicho kichinjwa ambao ni hadi utamattu wal qiran, fasiyamu 3 ayamin fil hajj wa 7 idha raja'tu, atafunga siku 3 akiwa haji na siku 7 akiwa amerudi. Wayustahabbu lilhaji, na yapendekezwa na ni sunna kwa yule aliyehaji, an yakula min hadi tamattu'i wal qiran, ale kutokamana na kile kichinjwa chake cha tamattu na qiran. Kwa kauli yake Allah, fakulu minha, na kuleni kutokamana na vichinjwa hivi, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kwa ni sunna kwa yule ambaye aliyehaji, aliyekule, ni bora, ni sunna, bali ni jambo mustahab, ale nini? Kichinjwa alicho nini? Alicho kichinjwa.